Bado ni habari za udaku na burudani mtazamaji. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili tuhabarike kwa pamoja kila wakati. Nandy amemjibu Zuchu kisomi, siwezi kushindana na wewe, upo chini ya mtu, hakuna anayeweza kunisaini mimi kwenye lebo yake. Tasnia ya muziki nchini Tanzania inaendelea kuwa gumzo baada ya kauli ya msanii wa Bongo Flava Zuchu kwamba haoni sababu ya kuondoka kwenye lebo yake kwa kuwa ndio iliyomfikisha kwenye mafanikio makubwa, na imeendelea kuzua mijadala mikubwa ndani na nje ya mitandao ya kijamii, ambako mashabiki wengi wamekuwa wakijadili nafasi ya lebo za muziki katika kujenga na kukuza vipaji vya wasanii. Wakati mjadala huo ukiendelea kushika kasi, msanii maarufu Nandy naye ametoa msimamo wake kuhusu swala hilo, akizungumza kuhusu hatua aliyofikia katika safari yake ya muziki. Nandy amesema kwa sasa hawezi kusaini kuwa chini ya lebo yoyote kwa sababu anaamini ana uwezo wa kujisimamia yeye peke yake. Na kwa mujibu wa Nandy, uzoefu alioupata kwenye tasnia pamoja na mafanikio aliyoyafikia vimempa uwezo wa kufanya maamuzi muhimu kuhusu kazi yake bila kutegemea usimamizi wa lebo nyingine. Sasa kauli hiyo imeibua maoni tofauti, huku baadhi ya mashabiki wakimuunga mkono na wengine wakisitiza kuwa lebo kubwa bado zina nafasi muhimu katika mafanikio ya wasanii. Itakumbukwa kuwa Nandy ni mmiliki wa lebo ya The African Princess ambayo imewahi kusimamia vipaji mbalimbali vya muziki, na miongoni mwa wasanii waliowahi kufanya kazi chini ya lebo hiyo ni Pipi Jojo, Yami, lakini huku Yami naye akiwa aliwahi pia kuwa sehemu ya lebo hiyo na baada ya kuendelea na safari yake ya muziki. Na kwa upande mwingine, Zuchu ameendelea kusisitiza kuwa lebo yake ndio imechangia kwa kiwango kikubwa mafanikio yake, jambo linaloonyesha kuwa kila msanii ana mtazamo tofauti kuhusu njia bora ya kujenga na kuendeleza kazi yake. Kauli za mastaa hawa wawili zimezua mjadala mpana kuhusu faida na changamoto za kuwa chini ya lebo au kujitegemea. Wapo wanaoamini kwamba lebo hutoa mtaji, usimamizi na fursa za kimataifa, huku wengine wakiona kujitegemea kunampa msanii uhuru mkubwa wa kufanya maamuzi na kunufaika zaidi na kazi zake. Wewe una maoni gani? Je, msanii ana nafasi kubwa ya kufanikiwa akiwa chini ya lebo au kujitegemea ndio njia bora zaidi katika muziki wa sasa? Unaweza kuandika maoni yako moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia. Uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.